Hujambo mtazamaji wa Global TV, karibu kwenye kipindi maalum ambapo leo tutaangazia ugonjwa wa homa ya dengu. Mimi ni Joseph Shalua. Ugonjwa hatari wa homa ya dengu umeibuka na kutishia maisha ya Watanzania wengi. Ugonjwa huo ambao kwa sasa umekuwa gumzo, huambukizwa na mbu jike aina ya Aedes, ni tishio hasa kwa wakazi wa jiji la Dar es Salaam ambapo mpaka sasa unazidi kushika kasi. Mbali na wananchi wa kawaida, homa ya dengu imeripotiwa kuwapata baadhi ya madaktari na wauguzi wa hospitali mbalimbali za jiji la Dar es Salaam na baadhi ya wasanii maarufu wakiwemo Hussein Awadhi maarufu kama Dr. Cheni na Rehema Chalamila ambaye anajulikana pia kwa jina la Raisi. Yapo maswali mengi ya kujiuliza. Je, ni watu wangapi mpaka sasa wamekwisha ambukizwa? Ni wagonjwa wangapi wamekwisha fariki dunia kutokana na maradhi haya hatari? Vipi kuhusu uelewa wa jamii kuhusiana na ugonjwa huu? Vipi kuhusu dalili, kinga na tiba za maambukizi ya ugonjwa huu? Global TV iliingia mitaani na kufanya utafiti kwa wakazi wa viunga vya jiji la Dar es Salaam juu ya ugonjwa huo. Sehemu kubwa ya utafiti huo ilionyesha kuwa wakazi wengi wa jiji la Dar es Salaam hawajui uwepo wa ugonjwa huu, huku wengine wakionekana kusikia kwa mara ya kwanza. Na usikia ila sijapata kufahamu vizuri. Sijaufahamu ndo nakusikilia wewe. Bwana mimi ndo nausikia leo kwako. Sijasikia ugonjwa wa dengu. Ndio nataka nijue ina dalili gani ya ugonjwa hiyo nani? Malaria dengu sijui na dengu malaria sijui. Kwa kweli sijui. Na ufahamu kwa rafiki yangu alikuwa amelazwa juzi anaitwa Raisi. Mimi nimeusikia siku za karibu kwamba ugonjwa huo upo na hata gazeti ya leo nimelisoma nikakuta unapanda haraka sana. Ugonjwa huu si ufahamu ila nimeusikia tu wakizungumzia kwenye redio na usikia. Global Online TV, kiteknolojia, kisasa, kidijitali. Habari utapata, interview za kijanja, vijimambo, vistori, vibweka vya mastaa. Usisahau breaking news. Hapa ndio nyumbani kwao. Katika hatua nyingine, Global TV ilizungumza na mganga mkuu wa hospitali ya Amana, Dr. Meshak Shimwela na kupata ufafanuzi zaidi. Ugonjwa wa dengu ni ugonjwa wa virus, ugonjwa ambao unaletwa na virus. Virus mwenyewe of course ni group la Flavilidae group. Katika Flavilidae group kuna virus wengi. Sawa, kuna osmovirus na wengine. Mbu ambaye anaweza kusafirisha huo ni mbu anaitwa Aedes. Si unafahamu malaria, mbu anayesababisha malaria ni Anopheles. Sawa, lakini kuna mbu aina ya Aedes. Na hawa ni wengi tu, hata hapa kwetu ni wengi tu hao mbu. Wamekuwa waking'ata lakini walikuwa wasababishi malaria. Kwa sababu malaria hawaambukizi malaria. Kwa hivyo sehemu yoyote ambayo ina maisha ya tropic aina ya tropic ndio aina hizo ambazo mbu wengi wanakuwa zaidi. Kwa maeneo hayo ndio mara nyingi kama mbu huyo atakuwepo anaweza akasambulisha akaambukiza Aedes. Na sio watu wote wanaong'atwa na mbu huyo wanapata dengue fever. Kwa lazima kuwa kuna mgonjwa ambaye ana virusi vya dengue fever. Kwa yule mbu amng'ate yule mtu, alafu wakati anaenda kuchukua damu ya mtu mwingine huwa anadondosha wale mate yake, yale mate yana contain wale virus. Dalili za kwanza ni homa kali sana. Lakini pia sio kwa watu wote wanaopata homa kali, lakini wengine wanapata homa ya kawaida, lakini mara nyingi ni homa kali. Na kingine ni misuli kuuma. Kwa kawaida katika kundi kubwa la watu ugonjwa huu unaweza kusababisha kifo 1% mpaka 2%. Lakini katika mild stage. Lakini kama ukianza kwanza kuonyesha dalili na katika wale ambao wako serious wamelazwa, basi 2% mpaka 5% wanaweza kufa. Kuambukiza wanaambukiza. Ni ugonjwa ambao ni hatari kwa sababu tunaita ni outbreak disease. Kwa sababu hawa ni virus. Magonjwa yote ya virus hayana dawa. Magonjwa mengi ya virus karibu yote, tukianza mafua, tuna HIV, tuna hepatitis, tuna hazinaga dawa. Njia moja ya msingi ni isolation. Hatuwezi kusema tutakarantini watu
watu zaidi ya 100,000 huwezi kwa karantini. Self isolation, watu wawe makini kwenye maeneo ya wazi. Maeneo ya wazi maana yake ukikaa kwenye baa, ukikaa sehemu ya kanisani ya wapi, basi repellent zitumike kuhakikisha kwamba wale mbu hawakung'ati. Kuvaa long sleeve, nguo ndefu.